Jina la Bwana wangu Yesu. Na wasalimu nikitumai kwamba Mwenyezi Mungu amewatunza, amewaweka salama, amewatunza katika familia zenu, amewatunza katika biashara zenu, amewatunza, amewaweka hai, na amekuleta hapa karibu nami siku ya leo upate kusikia neno lake, upate kuokolewa. Kwa hilo ninashukuru na nashukuru tena sana. Nitawahubiria leo kutoka kitabu cha Isaya, mlango ni wa 45 kutoka mstari wa 22 hadi 25. Mungu anasema kupitia nabii Isaya akisema hivi: nigeukieni mimi nanyi mkaokolewe, enyi miisho ya dunia, kwa maana mimi ndimi Mungu wala hapana mwingine. Nimeapa kwa nafsi yangu, kinywa changu kimenena katika uadilifu wote, neno ambalo halitatanguka. Kila goti litapigwa mbele zangu, kwangu mimi kila ulimi utaapa. Watasema kuhusu mimi, katika Bwana peke yake ndiko kuna haki na nguvu. Wote ambao wamemkasirikia Mungu watamjia yeye, nao wataaibika. Lakini katika Bwana wazao wote wa Israeli wataonekana wenye haki na watashangilia. Maneno haya yameandikwa na nabii Isaya. Nabii Isaya aliishi miaka kuzidi 700 kabla wa kutembea wa Yesu Kristo katika ulimwengu. Maneno haya yalikuwa na Wanaisraeli wanayagundua kama maneno ya Mungu. Kuna wengine tumesema hapa mara mingi, hawataki usikie maneno ya Biblia, hawataki usikie neno la Mungu jinsi ambavyo alijifunua kwa watu wa Israeli. Wanakuziba macho wakisema maandiko hayo hayapo, wanasema maandiko hayo yameharibika. Alafu anageuka hivi chini tena kidogo, anaanza kusema hiyo Biblia inasema sijui mtume wangu ndio wa kweli. Ninamuuliza, ni gani ni kweli? Biblia ni kweli au la? Kama ni kweli tumia, na utumie yote. Kama si kweli usichague vipengele. Unachagua vipengele, unaanza kusema hii kipengele inanisupport mimi. Kakaangu, kama Biblia ni upumbavu, achana nayo, wacha mimi nihubiri. Wacha nikuonyeshe nguvu ya Biblia, wacha nikuonyeshe nguvu ya neno la Mungu, wacha nikuonyeshe nguvu ya upanga wa Bwana, kwa sababu yeye mwenyewe yasema neno langu ni kama moto. Yasema yeye mwenyewe neno langu ni kama upanga. Yaani si lazima uanze kunitetea mimi, si lazima uanze kwenda kwa wataalamu mimi ati tetea Biblia, tetea Biblia. Biblia si ya kutetewa, Biblia ni ya kuhubiriwa. Biblia ni ya kuhubiriwa, ya kutangazwa, na ukitangazwa ina nguvu ndani yake, inachoma kama moto, ina nguvu ndani yake, inakata kama upanga, ina nguvu ndani yake. Kwa nini ina nguvu ndani yake? Kwa sababu ni neno la Mungu. Nguvu haiko katika mhubiri. Mhubiri ni kama tu wewe, binadamu kama tu wewe, hakuna tofauti kati ya wewe na yeye. Pengine hata uko na hekima kuliko mhubiri, pengine hata uko na utaalamu kuzidi mhubiri, pengine hata una hekima kumliko, lakini nguvu haitoki kwake. Nguvu inatoka kupitia yule Roho aliyeandika
hilo neno, nguvu inatoka kutoka roho yule anayesonga katika hilo neno. Ndio maana Biblia ni ya kuhubiriwa. Wacha nikuhubirie maneno ambayo yalikuwa hapo hata kabla ya Agano Jipya. Wanakuja kwako wanakuambia, Biblia iliandikwa na kina Paulo. Paulo alichafua Biblia. Hii haikuandikwa na Paulo. Ilikuwa miaka 700 kabla ya baba ya Paulo kutembea kwa hii dunia. Paulo hakuwa hii kitabu ikiandikwa. Wala ambao wanasema wanataalamu, leta hao wataalamu wachambue historia, wagundue kwamba hii kitabu ilikuwa hata Waisraeli wenyewe ambao walikuwa wanachukia Paulo, Waisraeli wenyewe ambao walikuwa wanampiga Paulo mawe, Waisraeli wenyewe ambao wanamchukia Paulo, hadi leo wanakubali hii kitabu. Maadui wa Paulo wanakubali hii kitabu. Wanajua haikutoka kwake. Wacha nikusomee Isaya yosema nini. Isaya yazungumza maneno ya Bwana Mwenyezi, Mungu wa majeshi, na anasema hivi: nigeukieni mimi nanyi mkaokolewe, enyi miisho yote ya dunia. Nigeukieni mimi nanyi mkaokolewe, enyi miisho yote ya dunia, kwa sababu mimi ndimi Mungu wala hakuna mwingine. Mimi na mimi peke yake ndiyo Mungu na hakuna Mungu mwingine. Kwa hivyo hautapata wokovu kwingine popote. Kama unataka wokovu, ni unigeukie mimi na mimi peke yake. Mimi na mimi peke yake ndiye Mungu. Mimi na mimi peke yake ndiye nina nguvu ya kuokoa. Mimi na mimi peke yake ndiye ambaye nina suluhisho ya ulimwengu, kwa sababu mimi ndimi Mungu na hakuna mwingine. Nabii Isaya hapo ukisoma utaona kwamba anazungumza na watu wa mataifa, watu ambao hawamjui Mungu, watu ambao wameweka tumaini lao katika masanamu. Tumaini la hawa watu wanaozungumziwa liko katika masanamu. Na nabii anazungumza na wao, anawaambia masanamu hayawezi kuwaokoa. Masanamu ni kazi ya mikono yenu. Masanamu hayana nguvu, hayafanyi chochote. Ni wewe umeumba huyo Mungu, ni wewe umejitengenezea huyo Mungu, ni wewe umemuunda huyo Mungu. Hawezi fanya chochote. Anaketi mahali, ni wewe lazima ukambebe, ni lazima wewe ukamweke kwa mgongo. Mtu akimkosea lazima ni wewe uchukue panga uanze kukata mtu, uanze kukata watu vichwa hapa, sababu unatetea sanamu yako. Ametusi sanamu yako huyo. Kama sanamu yako ni Mungu, wacha Mungu adili na yeye. Mimi watu wamemtusi Yesu hapa mara ngapi? Ninamuita kwake Yesu na ninamwacha mikononi mwake. Wacha Mungu atadili na yeye, ataona. Wangapi wamejaribu kunitupia viti hapa? Wangapi wametutusi hapa? Wangapi wameturoga hapa? Wanaanza kuongea maneno ya uchawi. Wanafikiri hivi maneno ya uchawi yanapotamka, wanaangusha uchawi wakati tunawaletea habari ya wokovu. Wanatuletea laana wakati tunawaletea baraka. Nitamlaani. Ninamuletea baraka, ninamuita abarikiwe, ninamwangishia baraka nyingi tena sana, na ninamwacha mikononi mwa Yesu. Amen. Wacha Yesu atadili na yeye. Wacha hakimu wa ulimwengu atadili na yeye. Wacha aliyeumba ulimwengu atadili na yeye. Sababu sijajituma. Sijaamka asubuhi nikasema kuhubiri ni kitu tamu. La hasha, sijajituma hapa. Nimetumwa na Bwana wa mabwana kukutangazia njia ya wokovu, kukuambia kwamba njia ya wokovu iko katika Yesu na Yesu peke yake. Sijajituma,
anawakejeli hawa wote, anawaambia miungu yao hayana uwezo ya kuokoa, hayana uwezo. Hilo ambalo unaanguka chini unaliabudu, unaliabudu mara ngapi kwa siku? Umeanguka pale chini, na si Mungu wa Israeli. Anasema Mungu mwema, unaambia mtu mwingine nataka kukuhubiria kuhusu Mungu, ananiambia wewe uko na Mungu wako, mimi niko na Mungu wangu. Si Mungu ni mmoja? Si ulimwengu ni mmoja? Si Mungu ni mmoja? Mimi namwambia ndio, Mungu ni mmoja. Kwa hivyo ujumbe wake ni mmoja, hana ujumbe tano. Hawezi geuka hapa siku moja aanze kusema mimi sizai wala kuzaliwa, alafu ageuke hapa siku ingine aanze kusema Yesu Kristo ni mwana wangu wa pekee niliyemzaa. Kwani Mungu ako na ujumbe tano? Kwani Mungu amechanganyikiwa? Kwani Mungu ni chizi ambaye anafaa kuwa madhari? Kwani Mungu hajielewi? Kwani Mungu hajitambui? Hawezi kuwa na ujumbe saba ageuke hapa siku ingine aseme ili kusimama mbele yangu matendo mema, fanya safari yako kwenda Maka, hakikisha umefunga, hakikisha. Alafu ageuke hapa akuja aseme matendo yako mema haitoshi, lazima uamini kazi iliyofanyika pale msalabani, lazima uamini damu iliyomwagika pale msalabani, lazima utambue hakuna tendo mema unaweza fanya, matendo yako mema yote yamechafuka. Kwani Mungu amechizi? Kwani Mungu ako na ujumbe tano? Mungu ana ujumbe tano, ni moja. Kama hii ni kweli, ni kumaanisha hii ingine ni nini? Uongo. Ni uongo. Hai, kama hii moja ni kweli, ni kama hii ingine ni uongo. Kama wewe una ujumbe tofauti na ujumbe wako ndio kweli, hakika basi mimi ni muongo. Hakika basi mimi ni muongo. Na nimekuja hapa kudanganya. Lakini kama ambayo ninasema ni kweli, kama Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, kama Yesu Kristo amekufa pale msalabani, kama Yesu Kristo ameshinda kifo, na wewe uko pale unamwita mtume, wewe ndio umedanganywa. Umedanganywa. Lakini usikuja hapa uniambie sisi sote tunaabudu Mungu. Kwani Mungu ni chizi? Yachanganyikiwa kabisa. Tutumie akili zetu ndugu yangu, tutumie mawazo ambayo Mungu ametujalia kutumia. Yote hayawezi kuwa kweli. Na ni kwa sababu nina uhakika kwamba Yesu Kristo ni kweli, kwa sababu nina uhakika kwamba yeyote ambaye hayuko katika Yesu Kristo hakika ataangamia. Ndio maana ninakuja hapa na huzuni mingi katika roho yangu kwa ajili ya wale wanaotutusi. Kwa sababu gani? Ninatambua hana Yesu, ataangamia. Sifurahi yeye kuangamia, ndio maana hata akinitusi bado ninamwita njoo kwa Yesu. Usiangamie mamangu, usipotee, usikufe. Na kulilia mamangu na kuhakikishia mimi na kuombea asubuhi na mchana. Niko pale kwa Mungu ninasema, Mungu wangu uliweza kuokoa Sauli, Mungu wangu umeweza kuokoa wengi maadui wako. Mwokoe yule mama ambaye ukitusi. Amen. Mwokoe yule mama. Fungua macho yake aone Yesu. Fungua macho yake atambue ukweli ulio katika Yesu Kristo. Mungu wangu, si furaha yangu yeye kupotea. Si furaha yangu. Si furahi. Kwani nenda nyumbani ninasherehekea, nenda kuchomeka milele, mimi nitakuwa mtu wa aina gani? Nitakuwa mtu wa aina gani? Najua taabu yake ni gani? Hajamgeukia huyu Mungu wa Israeli ili akaokolewe. Amen. Haja wa kumgeukia, bado macho yake yako kwingine.
macho yake yako katika dini nyingine, macho yake yako katika matendo yake mema. Anatazama matendo yake mema, anafikiri yatamuokoa. Anaangalia dini yake, anafikiria dini yake itamuokoa. Anafikiri kusali mara 5 kwa siku itamuokoa. Anafikiri kufunga mwezi fulani siku 30 itamuokoa. Macho yake iko hapo. Anafikiri yeye ni ana akili nyingi sana. Anafikiri hekima yake itamuokoa. Haitoshi. Anafikiri kuna mwanapolitiki fulani pale na sera zake zitamuokoa. Wangapi wameamini wanapolitiki na wakagundua kwamba wanajipumbaza? Anafikiri yeye ni mtaalamu sana. Anafikiri wataalamu, wanasayansi na hekima yao ndio watatuokoa. Wangapi wameamini wataalamu na bado wakajipumbaza? Wangapi? Soma historia ya ulimwengu. Wangapi wamesema huyu akiingia kuwa rais tutakuwa tumeingia Kanani? Mataifa ngapi yameongea hivyo? Huyu akikuwa mfalme mambo yatakuwa shwari. Ameweka imani yake pale, macho yake yako pale, anamtazamia huyo kumwokoa. Wangapi? Mungu wa Israeli anakuja anasema, nigeukie mimi. Wacha kuangalia hiyo yenye unaangalia, wacha kuangalia huyo mwanapolitiki, wacha kuangalia huyo mtaalamu, wacha kuangalia matendo yako mema, wacha kuangalia hiyo dini nayo kudanganya, wacha kuangalia kufunga kwako. Umekuwa ukiangalia muda wote, imekuokoa ama imekujaza na hofu? Ama imekujaza na hofu zaidi na zaidi? Anasema wachana na hiyo, nigeukie mimi. Baba wa Yesu anakuita, na ninakuombea leo jioni tena mama, nakuombea upate kumjua Yesu. Macho yake yako katika pesa, hela. Mwingine nenda namwambia mambo ya Mungu, mambo ya Yesu, anasema hiyo mambo haiwezi kujisaidia. Yesu sasa atanisaidia nini? Mimi niambie venye nitapata pesa Bwana. Wenye macho yake yako pale, anafikiria hiyo pesa ndio itamuokoa. Kwa hivyo nikimletea hekima ya Mungu, hiyo hataki. Anasema hiyo itanisaidia nini? Anafikiri raha za ulimwengu ndio itamuokoa. Macho yake yako pale. Haya basi, imekuokoa, niambie basi. Jiangalie roho yako, jikague, angalia vile maisha yako inavyoenda, uniambie hiyo dini ambayo unaitazamia imekupeleka wapi? Niambie jinsi ambavyo imekuokoa. Niambia kama itakufanya mtu mwenye amejaa ubaguzi wa roho, imekufanya mtu mwenye amejaa matusi, imekujaza mtu mwenye chuki, mwenye dharau, mwenye kisasi, mwenye kutamani kuua. Niambia kama itakujaza hiyo. Sio ndio imekujaza? Ama imekuokoa? Kama imekuokoa basi mimi nakudanganya, kwa sababu Mungu wa Israeli anasema lazima unigeukie mimi. Lazima unigeukie mimi. Nigeukia mimi ili muokolewe, kwa sababu mimi peke yake ndio Mungu, hakuna mwingine. Ni mimi na mimi peke yake. Mimi ndiye ambaye ninaibadilisha hiyo mambo yote ambayo umeweka imani yako pale. Umeweka imani yako katika pesa, mimi ndio ninabadilisha hiyo hekima. Unagundua wewe na hiyo pesa yako yote, ukipata colorectal cancer, pesa yako haiwezi kukusaidia. Ninakuonyesha kwamba your wisdom is foolishness. Your wisdom is foolishness. Unamwamini mwanapolitiki fulani, mimi ndio ninaye kupambaza, mimi ndio ambaye ninabadilisha hiyo hekima. Mimi na mimi peke yake, kwa sababu mimi na mimi peke yake ndiye Mungu. Me and me alone. I am God. There is no other. Hakuna mwingine. Ni mimi na mimi peke yake, Baba wa Yesu Kristo. Asiyeweka tumaini kwangu anajipumbaza.
asiyeweka tumaini yake kwangu anaipika mwishowe, na hatimaye anaangamia. Ataipika na mwishowe ataangamia. Mimi na mimi peke yake ndio mtu anaweka imani yake kwangu na kupoteza. Ni mimi na mimi peke yake. Na wokovu huu ninaupeana kwa neema, si kwa sababu ya matendo yako mema. Hauna matendo mema ndani yako, Mungu anakuambia hauna tendo mema hata moja ambayo inafika kiwango changu. Mimi niko juu sana. Tazama hii ulimwengu, uone kwani nani aliumba, uone standards zangu. Nenda pale kaulize hao wataalamu, nenda kawaulize, wao ndio wako na mateleskopu pale, wanaona kazi yangu ya mikono yangu. Hizo nyota zote wanazoona na utukufu wao wote, hizo nyota zote ziko mahali pao kwa sababu ni mimi niliziweka. Ni mimi niliziweka. Hakuna hata moja imekosa mahali yake, sababu ni mimi nimeiweka hapo. Ni mimi nimeiweka hapo, na ninazijua zote kwa majina. Ninajua hii inaitwa Rita, hii inaitwa Ahmad, hii inaitwa Sultan, hii inaitwa Karimi. Ninazijua zote, nimezipea majina hata. Nani huyo anajua majina ya nyota zote? Wewe ushaiona nyota mtoto wangu mdogo? Umefika class 6 ndio unajua manyota venye zimejaa. Hata wanataalamu wala pumbavu wa akilini wanashangaa. Wanashangaa sisi tunakaa ni kama sisi ni kivumbi. Sisi na hii ulimwengu yote tu ni kama kivumbi. Like a speck of dust. Kazi ya Bwana. Alafu unafikiria ati kufunga kwako ati shilingi 100 yenye ulitoa siku fulani ndio inafika standard ya Mungu. Ati nilitoa shilingi 100 siku fulani nikapea mzee hakuwa na chakula. Sasa mimi niko sawa. Mimi sasa niko level ya Mungu. Unaanza kujiona. Wewe ni pumbavu sana wewe. Kwani unafikiri Mungu ni nyanya? Give them standards. Hata mtaniwia radhi kwa hasira. Samahani. Hii yote haisimamishi mkono wa Bwana. Hawa wote wanaokataa wokovu ulio katika Yesu Kristo, hawa wote wanaopingana na Yesu Kristo, haisimamishi. Unasikia venye Mungu anasema, nimeapa kwa nafsi yangu, kinywa changu kimenena katika wema wote, katika uadilifu wote, katika haki yote, neno ambalo halitabadilika, halitatanguka, halitaanguka. Neno gani hii unasema, Mungu wa Israeli? Kila goti litapigwa mbele yangu, kila ulimi mbele yangu itaapa. Haya, wanapigana na Wakristo, wanaua Wakristo. Hawataki tuhubiri neno la huyu Mungu, wanataka kutukata kichwa, wanataka kutufukuza kutoka kwa soko kuhubiri neno, ingawa sheria inatukubali kuhubiri hapa. Haya, unafikiri unapigana na mimi? Unafikiri ni mimi ninaendeleza hii Injili? Unafikiri hii Injili inasonga kwa uwezo wa rabini? Unafikiri ni mimi unapigana na yeye? Unapigana na mfalme aliyenituma. Unapigana na Bwana aliyenituma. Na anasema hakuna mwenye anamshinda. Kila goti litainama mbele yake. Kila goti. Kila ulimi itaapa kwamba mimi ni Bwana. Hakuna anasema penda usipende utaniabudu. Penda usipende utaabudu Yesu Kristo. Penda usipende utaanguka kifudifudi mbele ya Yesu Kristo, useme Yesu Kristo ni Bwana. Mungu ameapa. Ameapa kwa uwezo wake, ameapa kwa uadilifu wake, ameapa kwa wema wake. Amesema hili kitu kitafanyika, hili kitu kitafanyika. Hata wao wakienda kupigana na mimi
hakuna kitu wanafanya. Hata watagundua katika kupigana na mimi wanatimiza mipango yangu. Sivyo ndo walifanyia Bwana wetu Yesu? Walimsulubisha wakidhani wameshinda, si ndio? So walimsulubisha wakidhani wameshinda, kumbe wanatimiza mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu lazima itatimizwa. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake Injili inasonga mbele. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake Injili yaenda mbele. Walipoua mitume kina Paulo walidhani wameshinda, kumbe badala yake Injili yasonga mbele. Na hata leo wanapowaua Wakristo watadhani wameshinda, kumbe badala yake Injili yaenda mbele. Yes, sir. Hakuna kushindana na Bwana wa mabwana, hakuna kupigana na mwenye uwezo wote. Vita vyako vinaongeza hukumu tu juu ya kichwa yako. Vita vyako vinahakikisha hukumu. Unasimama mbele ya Mungu anakuambia, wewe kazi yako zilikuwa kupinga Wakristo. Wewe kazi yako zilikuwa kunyonga Wakristo. Wewe kazi yako zilikuwa kutusi mwana wangu. Wewe kazi yako zilikuwa kusema mimi si Mungu, si ndio? Kazi yako ilikuwa kupanga njama. Kazi yako ilikuwa kukusanya mapanga, kupanga venye ule pasta na ubiri Yesu atakatwa kichwa, si ndio? Sio ndio ilikuwa kazi yako? Unajiongezea hukumu tu, lakini Injili inasonga mbele. Hakuna kupigana na Bwana wa mabwana, hakuna kumshinda huyu Mungu. Anasema mimi na mimi peke yake ndio Mungu. Mimi na mimi peke yake. Mimi ndio niko na wokovu wa ulimwengu. Nigeukie mimi, wachana na sala zako. Nigeukie mimi, wachana na kufunga kwako. Nigeukie mimi, wachana na zaka zako. Nigeukie mimi, wachana na safari zako kwenda Maka. Nigeukie mimi. Wokovu uko ndani yangu na ndani yangu peke yake. Uzima uko katika ndani yangu, na nimewapea uzima huu katika mwana wangu Yesu Kristo, katika damu aliyoimwaga pale msalabani, katika dhabihu safi aliyotoa pale Kalvari. Watakaompinga mwana wangu wataaibika. Walimuua lakini alifufuka. Walimweka kaburini lakini alitoka pale. Alishinda kifo. Na wewe hakika wewe usiangamie kakamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Unaitwa leo, Ashhadu an la nakuita leo, usiangamie, usikatae wito, usikatae ushuhuda wa Bwana Mungu kuhusu mwana wake Yesu Kristo. Usikatae ushuhuda huu, usikatae kazi aliyoifanya. Ni yeye na ni yeye pekee. Muhammadur Rasulullah. Ni yeye na ni yeye pekee yake. Hayya ala salah. Ni wewe tu. Hayya ala salah. Hayya ala falah.
hakuna Mungu mwingine, ni wewe tu Bwana, ni wewe, o Baba wa Yesu, ni wewe tu Bwana, ni wewe, o Baba wa Yesu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Bwana akikuita siku ya leo, sikia sauti yake. Bwana akizungumza nawe, sikia sauti yake. Mshikilie yeye, usimkatae yeye, usikatae ushuhuda anaotoa kuhusu Yesu Kristo. Usipigane naye, usipingane naye. Wasikia nimesema hapo, usipigane naye wala usipingane naye. Usikatae dhabihu aliyoitoa, usikatae sauti yake anapokuita, usikatae anapofunua mifumo ya uongo ambayo imekuwa ikikuongoza, usikatae anapofunua uovu wa moyo wako. Hautaokolewa kwa njia nyingine, hautatakaswa kwa njia nyingine. Ni Yesu na Yesu peke yake. Jina la Yesu linatangazwa hapa, jina la Yesu litukuzwe hapa. Na kuhakikishia Mungu amesema mtaabudu Yesu, mtaabudu, kila goti litaabudu, kila goti litaabudu, kila goti. La ilaha illa Allah. Mungu akusaidie kupokea habari hii. Hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Ni wewe tu Bwana, wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana, wewe, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, wewe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungu Mwenyezi, asante sana kwa siku ya leo, asante kwa wema wako, asante Mungu Baba kwa ile neema ambayo umetujalia katika msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Bwana wako wa pekee, Mungu Baba, uliyemtoa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Na asante kwa kuwa umetujalia uwezo, Mungu wangu, tumeweza kupata kuhubiri, kutangaza neno lako, tumeweza kuileta hapa Mungu Baba, kwa sababu tunajua kwamba wengi wameshikika katika njia za uongo, wengi wameshikika katika pingu za uongo, na hawajatambua Yesu Kristo mwana wako, ambaye kwake yeye peke yake Mungu Baba ndio watu wanapata kuokolewa. Mungu wangu, ni tamaa yetu kwamba siku fulani tutakuja hapa Mungu Baba, na huu mwito wa sala utakuja Mungu Baba, lakini hakuna yeyote ambaye atakanyaga kwenda pale, hakuna yeyote ambaye atatoka kwenda pale Mungu wangu, kwa sababu wewe Mwenyezi Mungu wa milele utakuwa umewafunua macho yao ili wapate kumjua Yesu Kristo na wapate kumwabudu, kujua kwamba yeye na yeye peke yake ndio njia na ukweli na uzima Mungu Baba, kwamba utawaokoa kutoka pingu Mungu Baba zinazowaelekeza Mungu Baba mahali ambapo hawafai, wanapoelekeza katika adhabu ya milele Mungu wangu. Kwa hivyo Mungu wangu, nakuomba Mungu wangu kwamba utanyosha mkono wako kwa uwezo wako Mungu Baba, uwaokoe kulingana na mapenzi yako. Naomba yote katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.